Mpendwa mtazamaji wangu, ninakusalimu kwa jina la Yesu na nikukaribishe katika kipindi ambacho tulikuwa tunakisubiri kwa shauku kubwa, ambacho kimekuwa baraka sana kwa watu wengi mno. Napata simu nyingi na mrejesho wa message, lakini pia na watu ambao Mungu anawaokoa. Ndio faraja kubwa sana hiyo, na watu ambao Mungu anawaponya hata katika vifungo mbalimbali. Kwa naomba nikukaribishe wewe, tafadhali usibadilishe kabisa channel. Kuna jambo kubwa sana Mungu amekusudia kusema nawe siku ya leo. Haleluya. Kwa wewe ambaye unatazama kwa mara ya kwanza kipindi hiki, utaona utambulisho wangu hapo kwenye mkanda, kwenye runinga yako, mahali ambapo ninatokea, na ninamshukuru Mungu sana ambaye amekuwa akitenda mambo makubwa sana katika huduma hii. Sasa ninaendelea na ujumbe mahususi ambao ndio kiini hasa cha ukombozi wa mwanadamu, kuhusu thamani ya damu ya Yesu. Kwa nimekuwa naendeleza somo la thamani ya damu ya Yesu. Kwa leo ni sehemu ya 3 ya somo hili la thamani ya damu ya Yesu. Mwanzo tuliangalia kwa nini damu ya Yesu, huyu Yesu aliyekuwa ni mfalme miongoni mwa wale watatu wanaoshuhudia duniani mbinguni, ambao ni mmoja, akakubali kujitoa kuja kumwaga damu yake. Na tukaangalia huyu mlengwa sasa aliyekuja kutafutwa, je, vilikuwa vinalingana na thamani ya sadaka hiyo aliyotoa Yesu? Tukaona ni sawasawa, kwa sababu tuliangalia neno ukombozi, ambalo kwa lugha ya Kiebrania wametumia neno geula, wakiwa na maanisha kwamba ni kurejesha mateka aliyechukuliwa na ufalme mwingine. Na tukaona kwamba katika serikali za kifarume, na kumbuka Biblia imeandikwa katika mazingira Mashariki ya Kati, ambao asilimia kubwa ya nchi ilikuwa ni nchi za kifarume. Kwa hiyo ilikuwa ni rahisi sana kuelewa anaposema ukombozi, maana yake inahusika na kukomboa mateka aliyechukuliwa kutoka kwenye nchi nyingine. Na nikasema raia wa kawaida alipokuwa amechukuliwa mateka na nchi ufalme mwingine, ingeweza kulipa fidia ya mali. Ndio maana andiko letu la msingi la Petro wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 18 na 19, maandiko ameweka wazi ya kwamba tufahamu ya kwamba hatujakombolewa kwa vitu viharibikavyo, kwa fedha na dhahabu, bali kwa damu ya thamani, tupate kutoka katika mwenendo usiofaa tuliopokea kutoka kwa baba zetu. Unaona? Kwa sasa kumbe raia wa kawaida angeweza kukombolewa hata kwa fedha na dhahabu, akarudi kwenye nchi yake. Lakini familia ya kifarume, mtoto wa mfarume akitekwa na ufalme mwingine, fidia yake ni baba yake. Maana yake samani ya mfarume huwa ni mtoto, kwa sababu ufarume unaenda kwa kulisishana. Haleluya. Na moyo wa mfarume uko katika mambo mawili. Cha kwanza ni kwa mtoto na kwenye mali. Kwa hiyo maana yake ndicho Yesu alichokifanya sasa. Adamu baada ya kuwa ameasi, ni mfarume aliyewekwa duniani kwenye koloni la Mungu, awe mtawala wa kifarume kwa niaba ya baba yake. Kwa hiyo alipoasi, maana yake tuliona kipindi cha pili kilichopita kwamba Adamu sasa anaupoteza ufarume mikononi mwa Shetani. Kwa lugha rahisi ni kwamba ni kama ameiuza nchi kwa Shetani, kwenye ufalme mwingine wa giza, ambako adhabu yake ni kosa la uhaini, ambao adhabu yake ni kunyongwa. Haleluya. Lakini tukaona jinsi ambavyo sasa Yesu alichokifanya, akalipa fidia kwa ajili ya kumrudisha mtoto kwenye eneo lake la utawala, akamrudisha kwenye nchi yake. Haleluya. Sasa leo nataka tuende sehemu ya 3 na uhusu mchakato sasa wa kurudisha ufalme wa Mungu duniani na wana wa ufalme kwenye nafasi yao. Mchakato wa kurudisha ufalme wa Mungu duniani, yale maisha ambayo Mungu alikusudia Adamu na uzao wake wayaishi, ile Mwanzo sura ya 1 na sura ya 2, ambao yalipotea kwenye Mwanzo sura ya 3. Adamu akapoteza. Huo ndio ufalme wa Mungu sasa, ambao Yesu alikuja kurudisha tena duniani. Haleluya. Sasa tuangalie, nilisema dunia ni eneo la utawala ambalo Mungu alidesign kwa ajili ya watoto wake.
kwa sababu mfalme huwa hawezi katawala pamoja na mtoto pamoja. Haleluya. Kwa lazima sheria za kifalme, mfalme panue eneo la utawala kwa ajili ya kumlisisha mtoto. Sasa tukajifunza kwamba unaposema ufalme wa mbinguni, maana yake ni kule makao makuu mbinguni kabisa, waliko wale watatu wanaoshuhudia ambao ni mmoja. Lakini sasa dunia ni eneo la utawala na Mungu, ambalo kalenda yake inaongozwa na kalenda, majira na nyakati. Kitu kikiharibika duniani chaweza kufanywa mchakato wa kukirejesha tena upya. Na Mungu alijua kwamba wakati Adamu anaumbwa tayari Lucifer alikwisha kuasi mbinguni. Kwa swala hata na Adamu kuasi kukengeuka, maana yake bila shaka Mungu alijua, ila Mungu alishatengeneza mazingira ya kuweza kurudisha. Wakasema wale watatu kwamba itakapotokea basi mmoja itabidi alipe fidia kwa niaba ya mtoto wao. Haleluya. Hili ni somo la ajabu sana, na jaribu kukujengea msingi. Ukisoma Biblia katika jicho la kifalme utaielewa, utaifaidi vizuri sana. Haleluya. Sasa mchakato wa kwanza ni ule mchakato wa kinabii, ambao unabii wa kwanza kabisa, nabii wa kwanza aliyetoa unabii wa kurejesha ufalme wa Mungu duniani na wana wa ufalme tena kwa nafasi yao ni Mungu mwenyewe. Ukisoma kile kitabu cha Mwanzo sura ya 3 mstari wa 15, tunaona wazi ya kwamba Mungu anasema anatoa adhabu sasa kwa wale wanne. Anaanza kutoa adhabu kwa nyoka, tuliona kipindi kilichopita. Akatoa adhabu kwa Shetani, kwamba naweka uadui kati yake na mwanamke na uzao wa mwanamke na uzao wa nyoka. Umeona? Anatoa adhabu kwa mwanamke na anatoa adhabu kwa mwanaume. Sehemu 4. Sasa tunaona ule mchakato sasa. Maana yake ule uzao wa mwanamke, ule mwanamke anayetabiriwa pale ni Mariamu, na uzao huyu mwanamke anamaanisha Yesu mwenyewe. Kwa sasa kwa kuwa Mungu huwa yeye anatangaza mwisho tangu mwanzo, alipotoa ule unabii pale ni tendo lililofanyika hapo la urejesho. Haleluya. Yani maana yake ni kwamba Yesu alizaliwa hapo kupitia kwa Mariamu katika roho, na akachinjwa, akatolewa sadaka katika roho wakati ule. Sasa Biblia inatuthibitishia hiyo. Kitabu kile cha Ufunuo sura ya 13 mstari wa 8. Ufunuo sura ya 13 mstari wa 8. Na watu wote wakao juu ya nchi watamsujudia kila ambaye jina lake halikuandikwa katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo aliyechinjwa tangu kuwekwa kwa misingi ya dunia. Aliyechinjwa tangu kuwekwa kwa misingi ya dunia. Umeona? Kwa hiyo wakati Yesu anachinjwa na mwaga damu pale Yerusalemu kule Israeli miaka 2000 iliyopita, lile lilikuwa ni tendo kwa ajili ya walengwa waweze kushuhudia, lakini kimsingi lilishafanyika tangu kuwekwa misingi ya dunia. Haleluya. Kwa hiyo Shetani hata angelijua asingehangaika hata kumuua Yesu. Kwa sababu gani? Kitendo cha kumuua Yesu alikuwa anajiharibu, anajimaliza mwenyewe, kwa sababu fidia ilitakiwa ipatikane kwa mmoja kufa, ambaye ni wa uzao wa Adamu, aliye wa asili ya udongo, lakini pia ambaye ni mtakatifu. Haleluya. Kwa sasa tayari kwenye ulimwengu wa roho ule ukombozi ulishapatikana, wakamaliza kila kitu. Kumbuka kila kitu huwa kinaanzia kwenye ulimwengu wa roho kwanza. Haleluya. Kwa hiyo kama maandiko yanasema Yesu alichinjwa tangu kuwekwa misingi ya dunia, haizungumzii pale Yerusalemu alipochinjwa miaka 2000 iliyopita. Ni pale Mungu alipoanza kutengeneza minomino ya kutengeneza mifumo ya kurejesha utawala tena ufalme wa Mungu duniani. Haleluya. Baada ya Adamu kuasi misingi ya dunia. Haleluya. Ndio maana maandiko yanasema Mungu kuna watu aliyowajua tangu asili, akawachagua tangu asili. Haleluya. Ile kitabu cha Warumi sura ya 8 na ule mstari wa 28, 29 mpaka 30. Kwa ni tangu asili.
Unaposema tangu asili anamaanisha nini? Maana yake siku Mungu aliposema na tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu, maana yake na wapo ambao waliumbwa ndani ya Adamu siku ile ile, na mimi nikiwemo. Haleluya. Kwa hiyo wewe ukiamua kumpa Yesu maisha yako, ni ishara ya kwamba wewe unarudi kwenye asili yako. Haleluya, haleluya. Ni habari njema za ajabu sana. Sasa Yesu alichinjwa kwanza katika roho, kazi kamalizika ya ukombozi. Kwa hiyo kabaki ni kuhitimisha tu katika mwili miaka 2000 iliyopita, ili wale walengwa sasa waweze kushuhudia, waweze kuona, na maandiko yaandikwe, na wengine tunaamini kwa kusoma na tunaamini kwa kuhubiriwa, lakini ile imani na jengi na kuwa halisi. Haleluya. Sasa huo ndio mchakato ulianzia hapo wa kurejesha ufalme wa Mungu na wana wa ufalme. Lakini pia hebu tuangalie jambo la pili tena linalohusu mchakato wa kurudisha ufalme wa Mungu na wana wa ufalme kwenye nafasi yao. Ukombozi huo sasa ungepatikana kwa njia ya sadaka. Huo ukombozi ungepatikana kwa njia ya sadaka. Ndio maana kitabu cha Korintho kinasema, sasa mjitakaseni, jisafisheni, kwa kuwa Pasaka wetu amekwisha kutolewa sadaka, yani Kristo. Yani ilibidi lazima itolewe sadaka, fidia. Haleluya. Lazima ukombozi, ili Adamu na uzao wake, uzao wa Adamu uweze kurudi kwenye nafasi yao kuwa utawala wa kifalme duniani. Ilibidi sasa wale watatu mmoja atolewe sadaka. Sadaka. Haleluya. Sasa utasema, mtumishi wa Mungu, huo unabii unaanzia wapi wa sadaka? Unabii unaanzia kwenye Mwanzo sura ya 4. Mwanzo sura ya 4 kuanzia mstari wa kwanza mpaka mstari wa 15. Tunaona watu wakiwa wanne tu, akiwepo Adamu na mke wake, halafu wana watoto wawili, Kaini na Habili. Wakati huo tunaona jambo la kwanza ambalo Mungu aliwafundisha hawa watu, wana wa Adamu hawa, aliwafundisha kutoa sadaka. Ndio kitu cha kwanza kabisa. Akataka sadaka. Akataka sadaka kwa Kaini, akataka sadaka kwa Habili. Ndio jambo la kwanza alilofundisha. Swali, nani aliyekuwa mchungaji wangeweza kula sadaka? Wewe ambao unadhani unapotoa sadaka na kula mchungaji, mbona Mungu anataka sadaka? Kuna watu wanne tu, alafu alimwambia wawili watoto watoe sadaka. Alikula nani zile sadaka? Haleluya. Ile ilikuwa ni unabii. Ndio maana aliyekuja kupatia ni bwana mdogo yule anaitwa Habili. Habili akatoa sadaka za kinabii. Alitoa sadaka gani? Alitoa sadaka za wanyama, tena wenye sifa kubwa mbili. Wanyama wazaliwa wa kwanza na sifa ya pili walionona. Mbona? Ule ulikuwa ni unabii. Ukombozi ni mchakato. Kumbuka Agano la Kale ni kivuli cha Agano Jipya. Asilimia kubwa matukio yanayotokea kwenye Agano la Kale tunayosoma yalikuwa yanaashiria kitu mbele. Ni taswira ya kitu mbele, uhalisia wa mbele. Sasa ile sadaka aliyoitoa Habili ya wanyama, mzaliwa wa kwanza, wazaliwa wa kwanza, maana yake ulikuwa ni unabii wa Yesu Kristo. Haleluya, haleluya. Ulikuwa ni unabii wa Yesu. Ndio maana ile kitabu cha Warumi sura ya 8 na ule mstari wa 29, maandiko yanaweka wazi ya kwamba Yesu ni mzaliwa wa kwanza miongoni mwa ndugu wengi. Ni mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote. Tena maandiko yanasema yeye ndio limbuko lao waliolala. Maana yake ile sadaka ya wazaliwa wa kwanza ilikuwa ni unabii wa Yesu Kristo mwenyewe. Haleluya. Lakini anasema sadaka sio tu za wazaliwa wa kwanza, wanyama walionona.
Maana kulikuwa ni unabii kwamba Yesu Kristo ni sadaka ambayo ilikuwa haina hila wala haina waa. Sinakumbuka wakati wanaweza wanatoka utumani Misri, Musa akawaambia, tafuteni mwana-kondoo asiye na hila wala asiye kwa na mawaa. Maana yake kulikuwa mwana-kondoo alikuwa ni unabii wa Yesu Kristo mwenyewe. Haleluya. Kwa hiyo huu ni unabii wa ukombozi. Umeanza unabii Mungu ametabiri ile Mwanzo 3:15, lakini pia huo ukombozi lazima upitie kwa sadaka. Lazima itolewe sadaka. Lazima mmoja awe sadaka katika wale watatu. Haleluya. Kwa hiyo Yesu akajitoa kuwa sadaka, ambaye sasa akapata kuwa heshima, mzaliwa wa kwanza miongoni mwa ndugu wengi, mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote. Haleluya, haleluya. Sasa huwa ni unabii wa sadaka. Tuangalie tendo lingine sasa la unabii. Sadaka imeshatolewa kupitia Habili. Ndio maana ukisoma Waebrania sura ya 11 mstari wa 4 unaona kwamba Habili ndiyo shujaa wa kwanza wa imani. Habili, Waebrania 11 mstari wa 4, ndio shujaa wa kwanza wa imani. Kwa nini? Kwa sababu gani? Ndiye aliyetenda tendo, alitenda tendo la kinabii la imani ya kuashiria Yesu kutolewa sadaka kwa ajili ya ukombozi wa wanadamu. Kumbuka, imani ni kuwa na uhakika wa mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Haleluya. Umelinganisha, tayari umeshapata majibu. Haya ni mahesabu ya kiroho. Kwa hiyo tunapoona sasa Habili anatenda tendo lile la kinabii kwamba ukombozi ni kweli, Yesu atazaliwa, ataishi pamoja na wanadamu, lakini mwisho wa yote lazima awe sadaka. Sasa jambo la tatu linaloashiria tukio la kinabii la mchakato wa ukombozi ni Henoko. Henoko, kitabu kile cha Waebrania sura ya 11 mstari wa 5. Waebrania sura ya 11 mstari wa 5. Biblia nimesema kwa imani Henoko alihamishwa asija kaona mauti, wala hakuonekana, kwa sababu Mungu alimuhamisha. Maana kabla ya kuhamishwa alikuwa ameshuhudiwa kwamba amempendeza Mungu. Kwa imani Henoko alihamishwa asija kaona mauti, wala hakuonekana, kwa sababu Mungu alimuhamisha. Maana kabla ya kuhamishwa alikuwa ameshuhudiwa kwamba amempendeza Mungu. Ukisoma ile Mwanzo sura ya 5 mstari wa 21 na 24 utakuta habari za Henoko. Maandiko yanasema Henoko mtu wa 7 kutoka kwa Adamu. Maandiko yanaonyesha wazi kwamba Henoko alitwaliwa, akachukuliwa, kahamishwa, akatoweka asija kaona mauti. Kwa nini? Kwa sababu alishuhudiwa kwamba amempendeza Mungu. Kabla kutoweshwa na Mungu, Mungu akamhamisha mwenyewe. Haleluya, haleluya. Sasa sikiliza, lile tukio, Henoko amebeba unabii gani? Henoko amebeba unabii gani katika mchakato wa ukombozi wa mwanadamu? Ni unabii gani aliyobeba Henoko? Henoko amebeba unabii wa kanisa la Kristo kunyakuliwa kabla ya dhiki kuu. Haleluya. Narudia tena, Henoko amebeba unabii wa kanisa la Kristo kunyakuliwa kabla ya dhiki kuu. Si sadaka imeshatolewa? Yesu alipomwaga damu yake kanisa likazaliwa pale Yerusalemu. Ile Matendo ya Mitume sura kuanzia sura ya 2. Baada ya damu imemwagika kanisa limezaliwa sasa. Haleluya. Sasa hilo kanisa lazima hatua inayofuata linyakuliwe. Wale watakatifu, wana wa ufalme, lazima waende kwao, nyumbani kwao, kwa baba yao, wakaone fahari ya baba yao,
kwa miaka 7. Haleluya. Tangulia kusema uko mbele, hili ni kanisa la Kristo, kwamba linanyakuliwa kabla ya dhiki kuu. Henoko ndio taswira aliyobeba kinabii. Henoko, unyakuo wa kanisa. Sasa wapo watu wanaofundisha kwamba kanisa litanyakuliwa baada ya dhiki kuu. Sio kweli. Ndio maana nasema sijakaona mauti. Biblia imesema Bwana hatamuona mtakatifu, hatamwacha mtakatifu wake aone uharibifu. Yaani kanisa likipita kwa ile dhiki kuu ya miaka 7, maana yake hakuna kitu ambacho hawezi kuja kukifanya. Sasa wana wa ufalme hawawezi kuona uharibifu. Kanisa. Haleluya. Ndio maana ukisoma kitabu cha Yuda sura ya 1 mstari wa 14, Biblia inasema, na Henoko mtu wa kizazi cha 7 toka kwa Adamu alitoa maneno ya unabii juu ya hao akisema, angalia Bwana yuaja na watakatifu wake maelfu kwa maelfu. Haleluya. Henoko mtu wa kizazi cha 7 toka Adamu akatoa maneno ya unabii juu ya hao akina nani? Anasema, angalia Bwana yuaja na watakatifu wake maelfu kwa maelfu. Kwa hiyo Henoko tunaona anazungumzia watakatifu, anazungumzia kanisa. Ndio ujumbe aliobeba. Kumbuka Agano la Kale ni unabii wa Agano Jipya, ni kivuli. Haleluya. Kwa hiyo Mungu wakati mwingine alikuwa anatumia matukio kwa ajili ya kuwakilisha ujumbe wa tukio halisi litakalokuja baadaye. Kwa hiyo mojawapo ya ujumbe, yani Henoko, ujumbe alioubeba unahusu unyakuo wa kanisa kabla ya dhiki kuu. Yani Henoko ndio ujumbe alioubeba kabisa kwa mujibu wa Biblia. Na tumeona sasa mpaka kwa Yuda, kwa kitabu cha Yuda anathibitisha ujumbe aliobeba ni wa watakatifu. Anawaona watakatifu, Bwana anakuja na watakatifu maelfu kwa maelfu walionyakuliwa. Anarudi nao sasa na kuja kutawala miaka 1000. Haleluya. Sasa utasema tukio lingine la una mchakato wa unabii ni gharika. Gharika ile ya Nuhu ya mwanzo, ile sura ile ya kuanzia sura ya 6 na kuendelea. Kitabu cha Waebrania 11 mstari wa 7. Biblia inasema, kwa imani Nuhu akiisha kuonywa na Mungu katika habari ya mambo yasiyoonekana bado, kwa jinsi alivyomcha Mungu, aliunda safina apate kuiokoa nyumba yake, na hivyo akauhukumu makosa ulimwengu, akawa mrithi wa haki ipatikanayo kwa imani. Narudia tena, Waebrania 11 mstari wa 7. Kwa imani Nuhu akiisha kuonywa na Mungu katika habari ya mambo yasiyoonekana. Zingatia hapo, katika habari ya mambo yasiyoonekana bado, kwa jinsi alivyomcha Mungu aliunda safina apate kuiokoa nyumba yake, na hivyo akauhukumu makosa ulimwengu, akawa mrithi wa haki ipatikanayo kwa imani. Haleluya. Sasa Nuhu amebeba ujumbe gani na gharika ile ya Nuhu, ambao tunaona Nuhu anahubiri zaidi ya miaka 100, anahubiri. Watu wanamdhihaki tu, wanamwambia wewe unanipigia makelele kama tunavyohubiri sasa. Watu napuuza. Watu mempa kipaumbele vitu ambavyo havina faida. Badala ya kutazama usikilize mahubiri, mafundisho ya neno la Mungu kama haya, wewe unatamani usikilize, uangalie bongo flavor, uangalie tamthilia, mambo ambayo hayana uzima na uchafua nafsi yako tu. Umeona? Badala ya kutazama vitu vya kukujenga kwenye mitandao ya kijamii, nguvu na kusukuma kutazama vitu vya kukuharibu, vitu vya kukunajisi, vitu vya kupoteza. Kama wakati wa Nuhu, inawezekana wakati anahangaika na tafuta mbao, wengine walimwambia Nuhu, hizo mbao ungetupa tukatengenezea vitanda. Nuhu akaendelea kuhubiri kwamba jamani, kuna kikomo, huwa kuna kikomo cha Mungu kumvumilia mtu.
Mungu naye huwa anachoka. Kuchoka kwake sio kule kwa kuishiwa nguvu. Anasema sasa imetosha, baada ya kukuonya sana. Akamwambia Nuhu, tengeneza safina, umepata neema mbele zangu. Nuhu akatengeneza safina apate kuiokoa nyumba yake. Safina imeelea, yuko ndani yeye, chuna watu wa nani ndani ya safina. Akaweka na kila kitu na ule utajiri wake wote. Mungu akaweka kila kitu, mali zake zote akaweka ndani ya safina. Haleluya, haleluya. Umeona kilichotokea? Watu wakaanza kuangamia. Ni habari inayoeleweka. Sasa Nuhu amebeba unabii. Ile gharika ni unabii wa dhiki kuu. Ni unabii wa dhiki kuu itakayotokea baada ya kanisa la Kristo kunyakuliwa. Nuhu kuokoka yeye na familia yake ni unabii wa Israeli, uzao wa Yakobo, kuokoka wakati wa dhiki kuu. Soma maandiko yako wazi. Biblia inasema Israeli ataokolewa. Ile dhiki kuu ni kama adhabu kwa Waisraeli walivyomkataa Masia. Walimkataa Yesu aliyekusudia mpango wa Mungu wa wokovu uanzie kwao. Wao ndio waduhubiri sisi watu wa mataifa. Wao wakakataa, mpango wa Mungu kageukia watu wa mataifa. Ndio maana kipindi hiki kinaitwa kipindi cha neema, hasa kwa watu wa mataifa. Dhiki kuu, walengwa wakubwa ni Waisraeli. Ndio maana naona watapita changamoto nzito mno. Mwisho watamkumbuka yeye waliyemchoma. Watasema kumbe mpinga Kristo sio mwenyewe wanatupoteza. Haleluya. Sasa haya yanakwenda kupata ulimwengu miaka sio mingi. Haleluya. Ila wakati huu Biblia inasema uvumilivu wa Mungu ulipokuwa ukingoja. Wakati huu, kwa jinsi Mungu anavyotupenda sisi wanadamu, ndio maana naendelea kukuvumilia. Ili uendelee kuhubiriwa, uendelee kuambiwa. Ili Mungu au hukumu ulimwengu kwa haki, lazima kila mtu asikie habari njema za Yesu. Lazima. Mungu hata mhukumu mwanadamu kwa kumuonea. Lazima uwe umesikia kwanza, ukatae, ili ujulikane kwamba wapo watu bila sema Mungu ameumba kila kitu kwa kusudi lake, na hata wabaya kwa siku ya ubaya. Maana baada ya Adamu kuanguka kuasi, kulitokea uzao wa aina mbili. Kuna wana wa yule mwovu na kuna wana wa ufalme. Kitabu cha Matendo ya Mathayo sura 13. Anaposema Yesu akatoa mfano ule magugu na ngano. Yesu anasema magugu ni wana wa yule mwovu, ngano ni wana wa ufalme. Duniani mpaka sasa kuna watu wa aina hiyo mbili. Kwa sasa wewe unachagua uwe kwenye kundi la magugu ambao ni wana yule mwovu, au uwe kwenye kundi la kuwa ngano, wana wa ufalme. Na ili uweze kuwa mwana wa ufalme, vigezo na masharti lazima vizingatiwe. Ni Yesu aingie ndani yako kwa kuamua kugeuka kabisa kabisa na kuacha kila kitu. Halafu Yesu aumbike ndani yako, uingie kwenye ufalme wa Mungu. Maisha hayo yana mfumo wake, ni wa kujikana, kuipa dunia kisogo na mambo yake yanayopita. Haleluya. Kwa hiyo tunaona dhiki kuu hii, unabii wake ni ile gharika ya wakati wa Nuhu, na Nuhu ni unabii wa Israeli kuokoka ule wakati wa gharika wa dhiki kuu. Tukio la ajabu sana hilo. Kadri tukavyokuwa tunapata neema kujifunza, tutakuja kuona undani zaidi. Haleluya. Mimi nataka nikuonyeshe mchakato wa ukombozi. Nilikwambia kalenda majira na nyakati, kitu kikiharibika huwa kuna mchakato wa kisheria kwanza unatangulia ili kukirejesha. Haleluya. Lakini jambo la 4, mchakato namba 4, tukio lingine la 4, maana yake ni nini? Maana yake ni kuundwa kwa taifa la Israeli
kupitia kwa Abraham, ambalo lingekuja kutumika kutimiza unabii wa mchakato mzima kurejesha ufalme wa mbinguni duniani kupitia kwa mfalme Yesu. Umeona? Mungu sasa kaanza kuandaa mchakato wa kuunda taifa, ambalo kupitia hilo taifa tunaona sasa huu mfalme ungeweza kupitia kwenye taifa. Yesu huyu mfalme kuja kurejesha ufalme alitibidi apitie kwenye taifa la Israeli, ambalo Mungu aliliunda kupitia kwa kumuita mtu mmoja anaitwa Abraham. Ile Mwanzo sura ya 12 kuanzia mstari wa kwanza. Haleluya. Sasa ili taifa Mungu akalipeleka kwenye mafunzo kule utumwani Misri. Mungu aliweka agano na Abraham katika Mwanzo sura ya 15 mstari wa kwanza mpaka 21. Akamwambia ujue ya kwamba uzao wako utachukuliwa kwenda utumwani Misri miaka 400, na baada ya miaka 400 nitaurudisha kwenye nchi yao mkiwa na mali mengi. Unaona? Kwa hiyo wakaenda kule, wanamfuata Yusufu, wanaenda utumwani, Yusufu akiwa kama rango la familia ya Yakobo. Wamekaa kule miaka 430. Sikiliza kitu ambacho walikuwa najifunza kule. Jambo la kwanza, walienda kujifunza utendaji wa ufalme wa Mungu unavyotenda kazi, vile ambavyo Mungu alimpiga Farao na nguvu zake zote, kuonyesha ufalme wa Mungu haui katika neno, ni katika nguvu. Yale mapigo ya Farao aliyopigwa ilikuwa ni kudhihirisha wana wa ufalme ambao Yesu alikuja kuleta kwa taswira ya Musa kama mkombozi. Umeona? Kule kupigwa vile ni kuonyesha jinsi ufalme wa Mungu ukishatamaraki mahali, lazima ufalme wa giza uharibike, ukose uhalali wa kutawala hapo. Lakini jambo lingine wewe kwenda kujifunza ni kwa ajili ya kulipa gharama ya heshima waliopewa ya mpango wa Mungu kupitia kwao, kwa sababu heshima haitolewi kama zawadi, lazima mtu alipe gharama. Haleluya. Kwa hiyo walikuwa wanakwenda kulipa gharama ya heshima waliopewa na Mungu, ya mpango wa Mungu kurejesha ufalme wa Mungu duniani kupitia kwao, kwa Yesu kuzaliwa katika taifa lao. Ni heshima kubwa sana, na ndio maana Israeli inaitwa nchi ya Mungu. Pale ndio ikulu ya Mungu duniani. Ukatae usikubali, ni pale ndio ikulu ya Mungu duniani pale. Maana maagizo yote, mambo yote pale ndio kwenye kitovu. Haleluya. Umeona kazi hiyo? Kwa lakini jambo lingine walikuwa kwenda kujifunza kwa habari ya uzalishaji, uchumi wa ufalme wa Mungu. Uchumi wa ufalme wa Mungu ni wa kufanya kitu kinachoweza kujizalisha chenyewe. Ndio maana walienda kujifunza. Misri ina utamaduni wa ajabu sana. Misri ina mambo mengi mazuri yaliyoanzia kule. Mojawapo ni mambo ya kilimo cha umwagiliaji. Walitumia sana vizuri sana kiuchumi mto wa Nile. Kwa Wayahudi, mojawapo ya maarifa waliojifunza kule Misri, walijifunza kwa habari ya kilimo cha umwagiliaji. Ndio maana hata mpaka sasa hivi duniani watu wengi wanaenda kujifunza kilimo cha kisasa kule Israeli na ufugaji wa kisasa, jinsi unavyoweza kutumia eneo dogo kazalisha. Israeli ka nchi kadogo sana, lakini kanazalisha mboga na matunda duniani. Kwa nini? Kwa sababu Mungu alikwenda kuwapeleka kujifunza ufalme wa Mungu unavyotenda kazi kiuchumi. Umeona? Kwa waliporudi, unaona sasa wakaenda kuendeleza. Lakini walipofika kule katika nchi ya Israeli, walipofika kule, Mungu alitaka atumie taifa la Israeli kuonyesha ule ufalme wa Mungu ulivyotakiwa kufanya kazi kimfumo mmoja. Mungu, ufalme wa Mungu ni mfalme anatawala mbali, halafu kuna kuwa na wawakilishi wanaomwakilisha kwenye eneo lingine aliyopanua utawala. Ndio maana sasa walipofika katika nchi ya Kanaani hawakuwa na mfalme, ila Mungu ndiye aliyekuwa mfalme wao. Tunakumbuka wakati wa Samuel, Waisraeli wakaandamana
wakabeba mabango na wao wanasema tunataka na sisi mfalme mwetu kama mwanadamu tuwe tunamuona kwa macho. Samuel akagaragara mbele za Bwana kaambia Mungu, tazama wanakukataa, wanasema wanataka wawe kama mataifa mengine, wawe na rais, wawe na mawaziri, wawe na polisi. Mungu akamwambia Samueli, anasema Samueli, wasikilize, hawajakukataa wewe, wamenikataa mimi. Kwa nini? Ni mfumo. Kumbuka Mungu alikuwa na kaa mbinguni, lakini Adamu na uzao wake wanakaa duniani. Huyu mfalme alikuwa na watembelea kwenda kuangalia eneo la ufalme wanavyotawala. Ndio mfumo aliotaka Mungu Israeli tujifunze, dunia tujifunze. Kile Mungu alichokuwa amekusudia tangu mwanzo kiweje. Kwa hiyo ndio maana unaona walikuwa wanaishi kiukoo. Wanaishi kiukoo. Mara kabila wapi na kaa sehemu yao. Kwa hiyo kama Adamu asingeasi, wanadamu wangekuwa naishi kiukoo. Haleluya. Kwa hiyo kusinge kuwepo kwamba kuna mfalme mwanadamu anatawala wengine. Hapana. Kila mwanadamu tuliumbwa tuwe watawala wa ufalme. Ndio maana kila mtu unaona huwa hataki kutawaliwa na mtu. Hataki kutumikishwa. Ukimtumikisha unakuta naumia. Unamfanyisha mtu kibarua, hujamlipa, anajisikia vibaya kwa sababu sio nature ya mwanadamu. Sio Mungu alivyokusudia. Haleluya. Sasa hiyo ndio mchakato. Sasa kwa nini Yesu hakuja wakati huo sasa? Kwa nini Yesu hakuja wakati kipindi hicho? Unaona mpaka wakachukuliwa sasa kwenda utumwani Babeli. Mungu alitarajia pengine ule utawala wa Babeli ungeweza kutenda kazi kwa mfumo ule wa mfalme, halafu anakuwa na wawakilishi. Cha ajabu wa Babeli wakawachukua mateka Wayahudi kwenda kuwatumikisha. Kwa hiyo Yesu asingeweza kuja katika utawala wa namna hiyo, maana yeye amekuja na ufalme wa Mungu, dhana ya ufalme. Haleluya. Lakini tunaona pia baada wa Babeli ukaja utawala wa Umedi na Uajemi. Na Yesu alitarajia pengine huo utawala nao ungeweza kuiga mfumo ule wa kimungu ambao Mungu anatawala akiwa Mungu mkuu, halafu watoto wake wanakuwa wanatawala kutokea ndani kuja nje. Umeona? Maana yake ni kwamba wanakuwa ni watawala, yeye anabaki sasa kuwa ni mfalme mkuu. Sasa Waumedi na Uajemi nao wakafanya kama Wababeli. Kwa hiyo kipindi hicho hakikuwa mwafaka sana wa Yesu kuja kurudi duniani. Maana angekuja kuleza dhana gani ya ufalme wakaelewa watu. Haleluya. Lakini tunaona wakaja Wayunani, nao wakatawala kupitia Alexander the Great, yule Iskanda mkuu, Myunani aliyefanya mambo makubwa. Lakini nao haukuwa ni ufalme uliofaa, utawala uliofaa Yesu kuja duniani wakati huu. Ulipokuja utawala wa Rumi uliotawala mwaka 27 kabla ya Kristo, ndio Warumi wakachukua dola, wakachukua kutawala karibu zaidi ya robo tatu ya dunia nzima. Warumi. Na ndio dola lililotawala miaka karibu karne 5 mpaka mwaka 476 huko na kisiwa. Haleluya. Lakini sasa huu dola la Warumi ndio lililofanya vizuri sana. Kwa nini? Kwa sababu wao, utawala wao walitawala ule mfumo wa kifalme. Kaisari yuko kule Rumi, halafu kukawa na wawakilishi wanaotawala maeneo mbalimbali duniani, huku Kaisari akibaki kuwa kule makao makuu. Haleluya. Na ndio maana naona hata mifumo ya serikali nyingi duniani sinafuata ule mfumo wa Rumi. Maana yake kunakuwa na serikali kuu na kunakuwa na serikali za uwakilishi. Hata sisi Tanzania pia yupo rais, yuko Ikulu, lakini ana wawakilishi wilayani, wakuu wa wilaya, wakuu wa mikoa. Wale wanakuwa wanapeleka taarifa ya changamoto katika maeneo yao. Mbona? Ndivyo ndivyo kwa utawala wa Kirumi. Ndio maana naona kuna watu ambao wale Warumi, kuna watu ambao walikuwa wako wanatawala upande wa magavana, wale maliwali. No senate ile ya watawala.
Na hao Warumi ndio walioazima neno eklesia. Neno eklesia tafsiri yake ukiangalia asili kabisa ni neno la kiutawala, kwamba ni jopo la watawala wanaotawala kwa niaba ya mfalme mkuu. Sasa Warumi wakaliazima, likaza kwamba sasa ndio tafsiri ya maana ya neno kanisa. Haleluya. Sasa tunachokiangalia hapo, kulikuwa na maliwali wanawakilisha au magavana. Lakini pia kulikuwa na watu wanaohusika na mambo ya usuluhishi, mapilato wale. Ndio maana Pilato alimuelewa sana Yesu kuliko Wayahudi. Alipowaambia Pilato, wewe ndio mfalme, Yesu akamwambia, wewe unasema. Kwa waliongea vizuri sana, alifahamu protokoli za kifalme. Ndio maana alipomuuliza Yesu, wewe ni mfalme, mbele za watu wote, Yesu hakujibu. Kwa sababu protokoli za kifalme zinakataa kuweza kujieleza mbele za raia wa kawaida tu. Alipoenda kukaa pamoja naye faraga, akaongea naye, wakaelewana. Kwa sababu ilikuwa ni wakati mwafaka. Kitabu cha Wagalatia sura 4 mstari wa 4 ulipotimia utimilifu wa wakati, akamtuma Yesu mwana. Kwa maana yake ni kwamba unaona sasa kulikuwa na watu wale ambao ni maakida, ambao wanahusika na ulinzi, maaskari wale. Sinakumbuka ukisoma kitabu cha Injili, kuna akida mmoja alimfuata Yesu. Mtoto wake ni mgonjwa. Akamwambia, mwanangu ni mgonjwa sana. Yesu akasema, basi nitakuja nimponye. Yule akida wa kiume akamwambia hivi, huna haja ya kuja, mimi nami nina askari chini yangu, nikiagiza njoo huyu fanye hivi anafanya. Na wewe vile vile sema. Unaona, Yesu akasema, sijaona imani kubwa namna hii kama katika Israeli. Maana ni yule akida alikuwa anafahamu protokoli za kifalme. Neno la mfalme lina nguvu, akitamka linakuwa. Rais yuko ikulu kule, akitamka neno kwamba kijiji fulani kihame, yani watu mtahama mtake msaki, kwani neno la mfalme lina nguvu, ni sheria. Haleluya. Ndio maana Yesu akatamka, yule mtoto akapona saa ile ile. Haleluya. Hiyo ni protocol. Unaona, tulikuwa na watu wale Maherode ambao walikuwa wanamwakilisha mfalme kwa wenyeji wa eneo. Maherode ambao ni utawala wa kienyeji. Sasa wale ambao nasema walikuwa ni marafiki wa Kaisari, Maherode hao. Sasa utawala wa Mungu ni utawala wa kiwakilishi. Haleluya. Kwa sasa tunachokiona hapo, Yesu Kristo ilibidi ufanyike mchakato wenyewe sasa, kwamba anakuja kuzaliwa ili anapokuja kueleza alichokileta. Yesu alikuja kurudisha ufalme wa Mungu duniani na kuwarudisha wana wa ufalme kwenye eneo lao la utawala, wale aliowajua tangu asili. Kitabu cha Warumi 8 mstari wa 29 mpaka 30. Maandiko yanasema kuna watu aliowajua tangu asili, akawachagua tangu asili wafananishwe na mwanao Yesu. Anasema wale aliowajua tangu asili akawaita, akawahesabia haki, akawatukuza. Maana yake aliwajua tangu asili, halafu akawaita. Kwa hiyo tunapohubiri injili kama hivi, maana yake ni wito kwamba utoke huko kwenye ufalme wa giza ambako sasa umeshakuwa mwanachama huko. Sasa umesikia habari njema kama hizi. Thamani ya damu ya Yesu ni kuwarudisha uzao wa Adamu uliochukuliwa mateka na ufalme wa giza, urudi kwenye nafasi yao. Tusiishi maisha ya mahangaiko haya. Tusiishi maisha ya kutumikishwa na shetani. Ukishakubali umeitika, Biblia imesema inakuja kuhesabiwa haki. Unahesabiwa haki, alafu unatukuzwa hapa duniani. Unatukuzwa. Ndio maana mtu aliyesimama sawa sawa kwa Yesu hapa ana heshima kubwa sana. Heshima kubwa sana. Mimi nimeona faida wokovu nilipookoka miaka ya 90. Miaka ya 90, kijana CGM wa kutosha kabisa. Nimempata Yesu miaka hiyo. Sijawahi kujuta. Nimefika mahali ambapo nisingeweza kwenda. Nimekutana watu ambao nisingeweza kukutana nao. Umeona? Kwa sababu wokovu ni wa thamani, unaongeza thamani yako. Miaka kwanza kuishi inaongezeka. Kwa sababu tunaishi kwa faida.
Haleluya. Pesa unayoipeleka kwa waganga hawaipati tena, kwa sababu ndani ya ufalme hakuna kuonewa na shetani. Uliokuwa unapeleka kwenye uzinzi, unapeleka kwenye ulevi, uende huko, akili zako zinatiwa nuru. Sasa unawaza maendeleo, kwa sababu sisi tumeumbwa kutawala. Ufalme wa Mungu ni kutawala, sio kutawaliwa. Yesu alisema mkikubali na kutii mtakula mema ya nchi. Hapa duniani akili zako zinakuwa zinafunguka, unaanza kuona fursa, unaanza kuwaza maendeleo kwa familia yako. Wewe unakunywa pombe, mshahara unapata unakunywa pombe huku na familia. Manake akili zako, mlevi ana akili za aina mbili. Ana akili zake mwenyewe na ana akili nyingine za bandia. Napolewa sio akili zake, ndio maana anataka kukojoa hata mbele za mama mkwe. Kwani ana akili zake hizo, ni akili nyingine. Sasa Yesu alikuja kurudisha ufalme wa Mungu duniani. Umeona mchakato huu? Kwa hiyo swala la Yesu kuteswa, akapigwa, anaenda msalabani pale, ule ilikuwa ni matukio ya mchakato. Yaani sijaeleza ule mchakato wote, matukio yote, lakini haya ya kueleza kwa nini Yesu alizaliwa wakati wa utawala wa Rumi, ili we rahisi sasa napoeleza dhana ya ufalme watu waweze kuelewa yale maisha ya Mungu, mfumo aliyokusudia Mungu watu wawe nao. Haleluya. Kwa hiyo sasa ndio maana Yesu alipoanza kuhubiri, neno la kwanza aliyoitamka katika kitabu cha Mathayo 4:17 kule Galilaya ya mataifa, alisema tubuni, kwa maana ufalme wa mbinguni sasa umefika. Umefika duniani. Tubuni, geuka, badilisha nia. Ufalme wa Mungu umekuja. Kwa nini? Ndio maana alipokuwa anaeleza kwa habari ya ufalme wa Mungu kwa Warumi, walimuelewa sana, kwa sababu ufalme wao uliopareti kama ufalme wa Mungu alivyokusudia kabisa utende kazi. Haleluya. Sasa nakwenda sasa kwenye kipengele kingine, kile kinachokuja. Sasa unaweza kusema mchungaji, nimekuelewa sana mchakato wa ukombozi. Hata wewe nikutie moyo, mwana wa Mungu. Inawezekana umemuombea mtu fulani aokoke, mume wako, mke wako, wazazi wako, ndugu zako waokoke, watoke huko. Maadamu ulianza kuomba tayari, kuna mchakato wa kisheria unafanyika. Kuna mchakato unaoendelea pale. Kuna mchakato. Na Mungu analiangalia neno lake apate kulitimiza. Alishasema nitakuokoa wewe na nyumba yako. Utakapotimia utimilifu wa wakati, utashangaa na kupigia simu, dada, na mimi sasa nimeokoka. Nini? Kuna mchakato. Inawezekana umeomba jambo kwa muda mrefu sana. Umeomba kwa jambo la muda mrefu. Duniani hapa kalenda inayoongoza ni kalenda ya majira na nyakati. Mungu anatenda kazi, ni serikali ya ufalme. Unapeleka mahitaji yako kule. Hauombi peke yako. Wanaomba wengi sana. Umeona? Kwa hiyo kishaomba kule, ni kama serikali inayotenda kazi tu. Kuna maombi yanayotoka wilaya mbalimbali. Huku kuna barabara imekatika, huku kuna nini, kuna hitaji. Sasa sio sehemu zote serikali inatoa mahitaji, majibu pale pale. Huwa wanasema una mchakato unaendelea wa malipo. Lakini huwa kuna fedha za dharura. Daraja limekatika, halikuwa kwenye budget. Unaona, nasema kuna kitu inaitwa force account. Maana yake ni kwamba inatolewa budget kwenye fedha za dharura kwa sababu ni jambo la dharura. Umeona? Kwa hiyo maana yake ni kwamba na sisi tunapoenda mbele za Mungu, ndio maana nasema unikumbushe, tuhojiane. Mungu si kwamba nasahau, anatenda kazi katika mfumo wa kiserikali. Unakumbusha, umeshapeleka. Sasa wewe umeomba, mwisho umeamua kuacha. Mungu amesema unikumbushe, tuhojiane, eleza haja yako. Na bahati nzuri sana, unaona hata Yesu alipoenda mkono wa kuume wa Mungu Baba, ile Warumi 8:30 anasema ndio anatuombea, anakuwa anamwambia baba yako, anasema mkumbuke na mwanangu fulani, mkumbuke jambo limeendelea sana. Halafu bahati nzuri sana na Roho Mtakatifu uko ndani, anasema na kuombea kwa kuugua kusikoweza kutamkwa. Hiyo ndio faida ya wokovu. Haubebi mzigo wako wewe kama wewe. Wapo waliokufia, wapo waliojitoa kwa ajili yako. Unasema mchungaji, natamani sana uombe kwa ajili yangu, natamani sana uweze kuomba kwa ajili yangu. Kwanza kabisa nimpate huyo Yesu. Huyo Yesu, huyu ndiye aliyeleta ufalme wa Mungu duniani.
aliyekuja akasema milango ya kuzimu haitalishinda kanisa, haitaliweza kanisa. Kwa hiyo ukiwa ndani ya kanisa la Kristo, milango ya kuzimu haiwezi katamba kwenye maisha yako kabisa. Na kuhakikishia, nimemwona Yesu kabisa, sio wa kuhubiriwa na mtu, namuona mwenyewe akithibitisha hayo. Sasa hebu kutanisha mkono wangu huu na kwenye skrini yako, iwe ni kwenye mtandao na nitazama, Mungu aweze kufanya kitu. Mimi nitaomba kwa ajili yako, lakini zaidi sana chukua hatua ukawatafute watumishi wa Mungu kwenye eneo lako, watumishi wanaohubiri kweli. Tuko kwenye ulimwengu mwingine, ndugu zangu, meshavamiwa. Fake ni nyingi kuliko original. Kwa lazima umwombe Mungu, mwambie tu Mungu, naomba sasa uniongoze, niende wapi? Mtumishi gani uliyemwandaa kwa ajili ya kunichunga na kunilisha mimi? Nenda hapo, atakusaidia. Chukua hatua kabisa. Baada ya maombi yangu haya, wapo watumishi wa Mungu huko wazuri sana, wanaomtumikia Mungu kwa uaminifu. Mungu atakukutanisha nao. Baba, katika jina la Yesu, naomba kwa ajili ya ndugu huyu, amesikia neno lako. Naliachilia jina lako nipitalo majina ya magonjwa yote, mateso, vifungo na shida na vifungo vya kila aina, liweze kuthibitika kwake kwa jina lako Yesu. Hata kama amekata tamaa, kwa jina la Yesu akapate kuinuka. Yesu Kristo, mpe uwezo wa kuchukua hatua sasa. Amesikia habari njema hizi, ainuke sasa na kuangaza kwa jina la Yesu, mwana wa Mungu aliye hai. Yesu Kristo Mwokozi, ninaachilia kila mmoja anahitaji lolote. Bwana Yesu, anayekwenda kwenye kazi na changamoto kazini, amelala ni mdhaifu pale nyumbani, ananitazama kwenye kochi, yuko ana madawa mbele yake, kwa jina la Yesu Mwokozi, naachilia roho wa uzima tamaraki sasa kwa jina la Yesu, mwana wa Mungu aliye hai. Yesu awe mzima, mwana wa Mungu huyu aingie ndani ya ufalme wako, auone ufalme wako ulivyo na nguvu kwa jina la Yesu. Amina. Sasa fuatilia kipindi kinachokuja, kina mambo mazuri zaidi ya kukuongezea ufahamu na uelewa mpana kuhusu thamani ya damu ya Yesu. Uwe hai. Kuna mawasiliano chini hapo, lakini kuna mitandao ya kijamii, unaweza kanicheki kwenye YouTube, andika tu Reverend Innocent Julius Konongo, na kwenye Facebook angalia kule, kwenye TikTok kule, kwenye Instagram andika tu mchungaji Innocent Konongo, utapata yote ambayo nimekuwa nafundisha. Mungu na akutendee mema. Sibuka TV.